Mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni, Kinondoni imewahukumu vijana 4 akiwemo askari mmoja Fredrick Nsato mwenye umri wa miaka 21 na mabondia 2 kifungo cha miaka 7 jela baada ya kupatikana na hatia kujaribu kumteka mfanyabiashara Deogratias Tarimo. Hata hivyo, mahakama hiyo imewaachia huru dereva taxi Nelson Msela mwenye umri wa miaka 24 na Anita Temba mwenye umri wa miaka 27 baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha mashtaka dhidi yao kama walihusika na tukio hilo. Vijana hao waliohukumiwa ni Nsato mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa Kibamba, bondia Isaac Mwaifwani mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa Kimara Benki Mwakalebela mwenye umri wa miaka 40 wakala wa mabasi katika stendi ya Magufuli, bondia Bato 12 mwenye umri wa miaka 32 yeye ni mkazi wa Kimara Bonyokwa. Akisoma hukumu hiyo, hakimu mkazi mkuu Ramadhan Rugemalira alisema kwamba baada ya kupatikana ushahidi wa upande wa mashtaka, vielelezo na utetezi kwa washtakiwa, upande wa jamhuri umeweza kuthibitisha bila kuacha shaka lolote kwa washtakiwa 4 kati ya 6. Katika nukuu yake amesema kwamba washtakiwa waliotiwa hatiani ni Fredrick Nsato, Benki Daniel Bato 12, Isaac Mwaifwani, na mahakama inawaachia huru mshtakiwa wa 5 na wa 6 ambaye ni Nelson na Anita. Akifafanua adhabu hiyo, hakimu Rugemalira alisema kwamba awali washtakiwa walikuwa wakishtakiwa kwa kosa la utekaji, lakini wanahukumiwa kwa kosa la kujaribu kuteka kwa sababu ushahidi wote unaonyesha Tarimo aliachwa eneo la tukio. Washtakiwa wote 4 mnahukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa kila mmoja kwa kujaribu kumteka mfanyabiashara Deogratias Tarimo, kwa sababu jamhuri hawakuthibitisha kama alitekwa. Mazingira ya ushahidi walikuwa kwenye harakati ambazo hazikufanikiwa. Kabla kutolewa kwa adhabu hiyo, upande wa jamhuri uliomba mahakama itoe adhabu kali kwa mujibu wa sheria na iwe fundisho kwa washtakiwa na kwa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, mshtakiwa wa kwanza Nsato alivyopewa nafasi ya kujitetea ili apunguziwe adhabu, alidai kuwa na familia inayomtegemea, anaomba apunguziwe adhabu. Washtakiwa wengine waliomba mahakama iwapunguzie adhabu kwa madai ya kwamba mshtakiwa wa kwanza Nsato ambaye ni askari aliwadanganya kwamba wakamsaidia kumkamata mtuhumiwa, kwa hiyo alitenda kosa pasina kujua. Inadaiwa kuwa Novemba 11 mwaka 2024, eneo la Kiluvya Madukani Lingwenye, wilaya Kinondoni jijini Dar es Salaam, walimteka nyara mtu aliyeitwa Deogratias Tarimo kwa lengo la kumdhuru mwili wake. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi juu ya hukumu ambayo imetolewa hii leo.